Na mtazamaji wetu wa Kasumulu TV online, moja kwa moja tuko eneo la tukio hapa ambapo sasa tunakutana na mtumishi wa Mungu ambaye pia anaitwa Daniel Kalinga, ambaye sasa huyu ndiye atakayeongoza hii semina ya neema maradufu. Ikumbuke kwamba semina itaendelea tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2025 katika mji wa Ipinda na sehemu ya EAGT El Shaddai iliyopo Ipinda mjini kwa Bishop Joseph Mwabagiro. Watazamaji wa Kasumulu TV online wangetamani kujua jina lako ni nani? Kwa jina naitwa mchungaji Daniel Kalinga. Labda watu wategemee nini kutoka kwako mchungaji Daniel Kalinga? Hii semina ni semina yenye neema maradufu na ndio neno ambalo tumeliweka na ndio kauli mbiu yetu kwamba neema maradufu. Watu wanatamani kujua neema maradufu unamaanisha nini mchungaji? Neema maradufu ni kitu kilichozidi. Neema maradufu ni manake ni ushindi zaidi ya ushindi. Ushindi zaidi ya ushindi. Kwa sababu ndani ya neema uko ushindi. Amina. Kwa ni ushindi zaidi ya nini? Ya ushindi. Na watu wa Ipinda na watu wa wilaya ya Kyela sasa wategemee nini kutoka kwenye semina hii pata? Semina hii itakuwa ni semina ambayo imebeba ushindi au ni semina ambayo itawapa watu kushinda. Yaani itawapa kushinda zaidi ya kushinda. Maana semina, kazi ya semina ni kumuinua mtu kiimani. Kazi ya semina ni kumuinua mtu kuwa mshindi, kumpa ushindi. Maana neno litampa ushindi na zaidi ya ushindi. Biblia inasema kwamba neno la Mungu lipozidi kushinda ndipo hesabu ya wanafunzi ilipozidi kuongezeka katika Yerusalemu. Kwa neno la Mungu liposhinda ndivyo hesabu ya wanafunzi au hesabu ya mabadiliko ya watu yanapoendelea kuongezeka ndani ya Kristo. Kwa kuwa neema inamfanya mtu awe mshindi juu ya dhambi, neema inamfanya mtu awe mshindi juu ya falme, juu ya miungu, juu ya mizimu, kwa kuwa hashindi yeye, bali iko neema kutoka kwa Mungu ambaye inamwezesha mtu kushinda vita vyote alivyo navyo. Hii semina imebeba neema maradufu. Maana ni ushindi zaidi ya ushindi, kwa sababu tukisema imani hatuwezi kuiona imani pasipo kushinda. Hatuwezi kuiona neema pasipo kushinda. Hatuwezi kuiona baraka pasipo kufanya nini? Kushinda. Kwa vitu vyote viko ndani ya nini? Ya ushindi. Tunaposema mtumishi ana neema sana, manake ni mtu anayeshinda sana. Tunaposema huyu mtu ni mtu mwenye imani, ni mtu ambaye ana ushindi mwingi, ndio tunasema huyu mtu ana neema maradufu au ana neema ya maajabu. Kwa ni neema ya maajabu, ni neema ya kushangaza, ni neema ambayo itabeba ushindi, itakompa mtu kushinda zaidi ya kushinda. Moja kwa moja watu wengi watakuwa wako online kwa ajili ya kukutazama. Wategemee nini kwenye simu zao za viganjani wanapoangalia kwenye Kasumulu TV online? Wategemee kubarikiwa sana na wataifurahia semina, kwa sababu hiyo kupitia semina, kupitia TV Kasumulu, watu wengi wataguswa, watu wengi watafunguliwa, watu wengi wataponywa, watu wengi wataachwa huru, kwa kuwa iko neema ambayo itawafikia mahali popote walipo. Popote unapoangalia TV Kasumulu, iko neema ya Mungu ndani ya semina ambayo itakufikia mahali popote ulipo, kwa kuwa neema haina urefu. Hata uwe Marekani itakufikia, hata uwe Kenya itakufikia, kokote uliko itakufikia tu kwa njia ya kutazama TV Kasumulu. Unalipi la kuambia washirika hawa sasa ambao ndio umeandaa hii semina, kama wewe ndio mgeni rasmi na ndio utakaye hudumu kwenye semina ya neema maradufu? Mimi nawaambia watu wa Ipinda ambao ni wenyeji wangu, Mungu awabariki sana kwa kuiandaa semina hii, kwa sababu wataifurahia. Itakuwa ni semina ya baraka kwao, lakini itakuwa ni semina ambayo itabadilisha maisha yao na kuyafanya maisha yao kukaa katika ushindi. Kitu kikubwa ndani ya semina hii tunalenga sana ushindi, kwamba watu wapate kushinda na watu wawe washindi ndani ya Kristo, kwa sababu huwezi kufanikiwa pasipo kushinda, na tunaitafuta neema ya Mungu ili tuwe washindi. Ndio maana tumekuletea somo linaitwa neema maradufu, ili upate kuwa mshindi juu ya washindi. Kwa watu wanaotazama nawaambia kwamba kupitia TV Kasumulu, watu mnaotazama mtabarikiwa sana kupitia semina hii, na itakuwa ni semina ya viwango vya juu sana. Pia itakuwa ni semina ya kukuinua imani sana, na utapanda viwango vya kuamini, na utajiona ni mtu ambaye una uwezo na nguvu za kumshinda shetani kupitia semina hii. Hautajiona dhaifu tena, bali utaona ushindi. Utaona unaweza hata kama ulikuwa uwezi.
Kwa jina naitwa mchungaji Daniel Kalinga au mtu wa imani. Unamaanisha nini unaposema mtu wa imani? Mimi naamini yasiyowezekana kwenye akili za kibinadamu. Namba ya simu ni 0754251770 mwishoni. Naweza kukupungia mkono. Ubarikiwe na Bwana. Amina. Endelea kututazama, usisahau kusubscribe na kucomment na kushare. Usisahau kusubscribe na kucomment na kushare katika simu yako.